sababu ya rafiki yangu Jonathani. Mtoto wa Jonathani mtoto wako. Yesu anauliza. Yesu anauliza. Mungu anauliza. Unaweza kuwa kumebaki na mtu mmoja mangu. Ili uweze kumuonyesha huruma. Unaweza kuwa kumebaki na mtu mmoja katika familia yenu. Ili niweze kumuonyesha huruma. Je, unaweza kuwa unajiuliza, labda mimi ni familia yangu peke yako ambaye tumeuma tuteseke, lakini nimekuletea jibu jioni ya leo. Maana Yesu anauliza, unaweza kuwa kumebakia mtu mmoja hapa mangu niweze kubadilisha maisha yake. Unaweza kuwa kumebakia mtu mmoja katika nchi ya Kenya ambaye anaweza badilisha maisha yake. Unapoangalia watu wengine unaona maisha yao yamebadilika, lakini ukiangalia wewe unajiona ni kana kwamba wewe umefika mwisho, umekosa tumaini. Lakini Bwana anauliza, unaweza kuwa kumebakia mtu mmoja katika jamii yako niweze kumwonea huruma. Bwana anasema mimi ni Mungu wa huruma, na unaponitania nitaitika, nitakuonyesha mambo makuu sina fahamu za wanadamu. Tunasoma tukisikia akisema unaweza kuwa na mtu ambaye amesalia katika nyumba ya Sauli, nimuonyeshe huruma. Huyu ni mfalme Daudi anauliza, na akatuma mfanyikazi wake ambaye aliitwa Siba. Siba akakuja mbele ya Daudi, akamwambia Daudi, ndio mfanyikazi wangu niko hapa. Akamuuliza tena, unaweza kuwa na mtu mmoja ambaye alimesalia katika nyumba ya Sauli ili uweze kumuonesha huruma? Akauliza, unaweza kuwa na mtu yeyote? Leo Mungu anauliza, unaweza kuwa na mtu yeyote katika mji wa Mangu ili aweze kubadilisha maisha yake? Siba akaenda kwa nyumba ya Sauli, akauliza, mfalme anauliza, kuna mtu amesalia katika nyumba hii niweze kumwonea huruma? Mfalme anauliza, kumebakia mtu ambaye anaweza onea yeye huruma? Siba alipoenda akapata, akaambiwa kwamba kuna kijana mmoja katika mji wa Lodebar, kijana mmoja aliyekuwa kiwete, na yeye akuwa anaitwa Mefiboshethi. Haleluya. Alikuwa anaitwa Mefiboshethi. Alikuwa ni mwana wa Yonathani ambaye alikuwa ni kiwete. Haijalishi jioni ya leo uwete wako ni upi. Haleluya. Yonathani alikuwa hatembei, akatumwa achukuliwe apelekwe kwenye kiti cha mfalme ili aweze kula na mfalme. Haijalishi umetembea kwa muda gani. Yonathani hakuwa mtoto mdogo, alikuwa mwanaume mkubwa. Hata Yonathani alikuwa ashakufa, lakini Daudi akauliza, unaweza kuwa na mtu mmoja aliyesalia katika nyumba
ya Sauli ama Yonathani ili niweze kumwonea huruma. Jibu lilikuwa ndio. Na ishoki yale ati ni kule. Kuna kijana mmoja. Kwenda mwanamke mmoja. Mfalme akaambiwa, tumepata habari. Tumepata habari ya kwamba kuna kijana mmoja. Kijana huyo anaitwa Mefiboseti. Alikuwa kiwete. Amen. Bwana anakutafuta. Ewe mtu wa Mungu. Bwana ametutuma. Tuulize katika mji huu. Bwana anauliza katika kitabu cha Luka, kama kulikuwa na mwanaume aliandaa sherehe. Akaandaa sherehe kubwa. Akaambia watu, kujeni kwenye sherehe yangu. Wakati wa sherehe ulipofika, hakuna mtu aliyekuja. Mfalme akatumanisha. Akawaambia, enendeni kwenye njia panda. Enendeni kote muweze kutafuta watu. Wale tulioalika hawatakuja. Yesu anakuita